Dayosisi ya Malindi ilianza mwaka wa 2015 ikiwa na Askofu Lawrence Kavutsu-Lena kama askofu wa kwanza wa dayosisi hii. Ni dayosisi ambayo ilikatwa kutoka kwa dayosisi ya Mombasa. Na dayosisi ambayo iko katika counties 3: Kilifi, Tana River na Lamu. Sehemu ya Kaloleni, Mariakani na Rabai ambayo ziko katika Kilifi County ziko katika Mombasa Diocese. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya kazi nzuri ambayo imeweza kufanyika katika hii diocese tangu ianze mwaka wa 2015. Namshukuru Mungu kwa sababu ya Askofu Lawrence ambaye alituwekea msingi ulio imara na tumeendelea kujenga juu ya msingi huu. Tukianza diocese hii tulikuwa na archdeaconries 8. Leo tunavyoongea baada ya miaka 10 tuna archdeaconries 16. Tulianza diocese hii tukiwa wachungaji wachache sana. Leo hii tuna wachungaji zaidi ya 150 katika diocese hii, wakiwamo pamoja na wainjilisti. Tuna wachungaji wa lay zaidi ya 300 ambao wapo katika vijiji vyote vya diocese hii. Na tunashukuru Mungu sana kwa kila huduma ambayo inafanyika katika hii diocese. Tumeona kila huduma ikikua. Huduma ya wanaume, tumeweza kuenroll wanaume wengi sana kwa chama cha Kama. Huduma ya kina mama Umaki Mothers Union pia inaendelea vizuri sana. Tumeweza pia kufanya enrollment ya wamama wengi. Huduma ya watoto ambayo pia ndio msingi pia inaendelea vizuri sana, msingi wa kanisa la kesho. Huduma ya vijana pia haijaachwa nyuma, tumefanya enrollment ya vijana kadhaa. Na tunamshukuru Mungu kwamba kwa mara ya kwanza mwaka huu tuliweza kuwa wenyeji wa Provincial Kayo Conference, na pia mwezi huu wa 12 tutaweza kuwa wenyeji wa Provincial Kama Conference, jambo ambalo halijawahi kufanyika kule nyuma, na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya maendeleo haya. Pia tumeweza kuona kwamba parokia nyingi zimeweza kujenga kanisa ya kudumu, kwa hivyo tuna miundo msingi ambayo ni ya kuaminika. Ingawa sehemu nyingi za diocese hii ziko katika sehemu kame, makanisa yaliyoko kule ni madogo, pia ni makanisa ya udongo ambayo si ya kudumu. Tumeweza pia kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya miaka hii 10. Tumenunua mashamba kadhaa, tuna ekari 100 pale Tulu, na ekari 2 pale Kiwili njia ya kwenda Lamu, na pia ekari 10 pale Urara njia ya kwenda Lamu hivyo, ambazo ni mali ya diocese hii, na ekari 3 pale Kilifi mbele ya Hama njia ya kwenda Bamba. Pia tunamshukuru Mungu kwamba tumeanzisha mradi wa maendeleo pale Kilifi, jengo kubwa sana la ghorofa 7 ambalo tumeliita Uwezo Complex. Tunatarajia kwamba jengo hili litakapokamilika litaweza kuwa kinasa uchumi kwa dayosisi yetu, ili kutuwezesha katika kazi ya umisheni bila kung'ang'ana sana kwa mambo ya kifedha. Tungetamani kama dayosisi tukaweze kuhubiri Injili kwa ukamilifu, yani tuweze kufikia watu kiroho, kiuchumi na kijamii, pia watu waweze kujikimu kimaisha ya kawaida, lakini pia kiroho aweze kutiwa nguvu. Tuna mradi mwingine pia tumeanzisha pale Sabaki njia ya kwenda Lamu. Tuna mradi wa ujenzi wa nyumba ambazo zitakuwa za kununua. Watu ambao wangependa kuwa na makazi Malindi tunawakaribisha waweze kuja kununua nyumba zile ambazo ni nyumba nzuri, nyumba za vyumba vitatu, mansionettes pamoja na bungalow. Tutakuwa pia na cottages pale za diocese. Kwa hivyo tunawakaribisha kuweza kusimama nasi pia katika mradi huu ambao utakuwa kinasa uchumi kikuu katika dayosisi yetu, hivyo kusaidia kazi ya umisheni katika dayosisi yetu ya Malindi. Ndani ya miaka hii 10 pia tumeweza kushuhudia kukua kwa nambari za Wakristo. Wakristo wameendelea kuongezeka. Tumefungua makanisa mapya sehemu mbalimbali, pia tumeanzisha parokia zingine nyingi. Lengo letu ni kwamba kila kanisa iwe na mhudumu wake, aidha mchungaji ama mwinjilisti atakayekuwa pale kudumu, ndio tuweze kuwatunza Wakristo kwa karibu. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa umbali huu. Leo hii kama dayosisi pia tuko na website
ambayo tuliweza kuanzisha. Ibada zetu nyingi hasa za kiwaskofu zinafanywa live streaming. Tuko na YouTube channel ambayo unaweza kusubscribe pia, tunaiita ACK Diocese of Malindi. Kienda pale unaweza kusubscribe ukaweza kupata yote yanayofanyika katika waskofu. Changamoto zimekuweko, ndio tumekuwa na changamoto nyingi kufikia sasa, hasa kwa upande wa kifedha. Sehemu nyingine ni ngumu sana, hatujaweza kuzifikia kwa sababu ya uhaba wa fedha, maana tunapopeleka mhudumu kule atahitaji kuweza kusaidiwa kujikimu kimaisha. Na jambo hili bado limekuwa na uzito kwetu. Nazidi kumwomba Mungu na kumsadiki Mungu kwamba kila sehemu na maeneo yote ya diocese hii kwa wakati mmoja, tumaini letu ni kwamba tutakuwa na fedha za kutosha kuweza kutuma wahudumu kule ili wakaweze kuifanya kazi ya Mungu na kuleta roho nyingi kwa Kristo. Tunaposherehekea miaka hii 10, tunapoangalia nyuma, tunaona ukuu wa Mungu na tunaona upendo wa Mungu kama diocese ya Malindi.